Ni fursa nyingine tena kwa Libase Gay, Ido Josephine Loemba pamoja na Anicet Ura wakiwa na mshambuliaji wa ukinara Selemani Mwalimu wa wekundu wa Msimbazi Simba kwenda kuonyesha tena uwezo wao. Na safari hii ni katika mechi ambayo kwayo ni ya raundi ya 9 ligi kuu Tanzania bara, ilhali wapinzani wao wenyeji Tanzania Prisons wakicheza mechi ya 14 ya ligi kuu Tanzania bara. Ni mechi ambayo itachezwa pale kwenye uwanja wa Jamhuri jijini Dodoma, wenyeji wakiwa Tanzania Prisons dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba. Ni mechi ambayo hakika miongoni mwa maeneo ya kuvutia yanatarajiwa ni pamoja na katika eneo la ushambuliaji la Simba, na hasa kwa kuwahusisha wachezaji hao niliowataja ambao hivi karibuni wamekuwa kwenye kiwango kizuri sana, lakini wanakwenda kukutana Tanzania Prisons ambayo katika mchezo uliopita dhidi ya Namungo walishinda kwa mabao 3-2 kuonyesha kwamba sasa wameanza kubadilika baada ya kuwa na mwenendo wa kusuasua hivi karibuni. Kuachana kwao na kocha aliyepita, hivi sasa Tanzania Prisons wamekuwa na nguvu mpya kutokana na pointi 3 walizozipata katika mechi dhidi ya timu iliyokuwa kwenye mwenendo mzuri ya Namungo. Tanzania Prisons walishinda kwa mabao 3-2, mabao yaliyofungwa na Sabianka, George Mpole aliyefunga kwa mkwaju wa penalty pamoja na Oscar Mwajanga. Lakini wekundu wa Msimbazi Simba wanakwenda kwenye mchezo huu wakiwa na kumbukumbu ya mechi ya mwisho ligi kuu Tanzania bara kwao wakicheza dhidi ya KMC na kupata ushindi wa mabao 2-0. Wafungaji wakiwa ni Libase Gay aliyefunga bao la pili kutokana na assist kali ya kisigino kutoka kwa Anicet Ura aliyekuwa kwenye kiwango bora sana, ile hali bao la utangulizi likiwekwa wavuni na Selemani Mwalimu kitumia vyema mpira uliopanguliwa na golikipa wa KMC kutokana na shuti la Libase Gay aliyekuwa amepata pasi kutoka kwa Anicet Ura. Sasa kwenye mchezo huu miongoni mwa yale ni pamoja na namna Simba inavyoshambulia dhidi ya Tanzania Prisons, namna watakavyokabiliana na mashambulizi ya Simba, lakini pia namna Tanzania Prisons ambayo hivi sasa miongoni mwa wachezaji wake wa eneo la ushambuliaji ni pamoja na George Mpole, lakini yupo Haruna Chanongo mchezaji wa zamani wa Simba, lakini huyu George Mpole ameshawahi kuwa top scorer katika ligi kuu Tanzania bara. Tunakumbuka vizuri wakati akichezea Geita Gold msimu wa 2021 2022. Lakini wapo akina Jeremia Juma Mgunda, yupo Samson Mbangula ambaye anakumbuka vizuri katika msimu mmoja wapo wakati Simba wakipoteza kwa mabao 2 kutoka kwa Tanzania Prisons kwenye uwanja wa Jamhuri mjini Morogoro. Samson Mbangula alifunga mabao 2 dhidi ya golikipa Aishi Manula wekundu wa Msimbazi Simba, na Mbangula yupo. Sasa kwenye mchezo huu Tanzania Prisons mwenendo wao sio mzuri, ingawa mechi ya mwisho walishinda kwa mabao 3-2 dhidi ya Namungo. Ni kwa sababu mpaka sasa baada ya kucheza mechi 13 pointi walizo nazo ni 12. Yani kwa lugha nyingine kama ni performance, ufanisi ni wa around 31%, maana walitakiwa wawe na pointi 39 kutokana na michezo 13. Lakini kwenye mabao Tanzania Prisons mpaka sasa mabao waliofunga 8, wameruhusu mabao 14. Si miongoni mwa timu zinazofunga sana, lakini wakati huo ni miongoni mwa timu zinaruhusu mabao mengi, kwa sababu ukiondoa wanaoongoza kwa kuruhusu mabao mengi ambao ni Mbeya City miongoni mwao pamoja na Coastal Union walioruhusu mabao 17 kila moja, kuna timu zimeruhusu mabao 15, halafu kuna Tanzania Prisons iliyoruhusu mabao 14. Tena mabao 6 kiruhusu katika mechi 2 zilizopita, wakati inashinda 3-2 dhidi ya Namungo, lakini wakati ilipofungwa mabao 4-1 na Coastal Union. Sasa eneo lao la kiulinzi wakiwa na golikipa wao Musa Mbise, walinzi akina Mhilu na Salum Kimenya, Wema Sadoki, Doto Shabani wanapaswa kuwa kwenye kiwango cha ubora kukabiliana na Simba ambayo ni miongoni mwa timu zinashambulia sana. Ni kwa sababu kufunga kwa mabao 8 wameruhusu mabao 14, walifanya hivyo baada ya kupiga mashuti kwa ujumla 54. Kati ya hayo 32 ya kulenga shabaha, halafu wao wamepigiwa mashuti 37 ya kulenga shabaha on target. Wapinzani wameyapiga mashuti ya idadi hii. Unaweza kaona kwamba wapinzani wamepiga mashuti 5 zaidi kulinganisha na wao yale ya kulenga shabaha, lakini wakafunga mabao hayo 8. Maana yake goal conversion rate, uwezo wa kubadilisha nafasi kwa mabao kwa kupiga mashuti 54 ili kufunga mabao 8 tu, maana yake ni around 15%. Lakini kwenye eneo lao la ulinzi inaonekana dhahiri kwamba kwa nini wameruhusu mabao mengi ni kwa sababu pia hivi karibuni wamekuwa wakipigiwa mashuti mingi sana ya kulenga shabaha. Lakini wanacheza dhidi ya Simba ambayo yenyewe mbali na Anicet Ura, Libase Gay waliosajili wakati wa usajili wa dirisha dogo, Ido Josephine Loemba,
kiungo pale kati, mchezaji kimataifa wa Jamhuri ya Kongo almaarufu kama Congo Brazzaville, akitokea klabu ya Colombe inayoshiriki ligi kuu ya Cameroon. Amekuwa kwenye kiwango bora akiungana na wachezaji wengine waliosajiliwa dirisha dogo ndani ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Tunazungumzia Clatous Chota Chama, tunazungumzia Nixon Kibabage, ni miongoni mwa wachezaji waliokuja kuongeza nguvu Simba, lakini pamoja na beki wa kati Ismail Olivier Toure, pia golikipa Mahamadou Tanja Jibo amekuja kuongeza kitu ndani ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Sasa Simba mpaka sasa wakiwa wamecheza mechi 8 tu, lakini wanashika nafasi ya 7. Kumbuka Tanzania Prisons inashika nafasi ya 14 miongoni mwa timu 16 za ligi kuu Tanzania bara. Simba mechi 8 walizocheza, lakini wanashika nafasi ya 7. Kwa nini? Ni kwa sababu mpaka sasa Simba wana pointi 19 kutokana na mechi hizo 8 games, lakini wana point 19. Yes. Mabao mpaka sasa Simba ni miongoni mwa timu zinazofunga sana kwa sababu wana mabao 16, ilhali wameruhusu mabao 4, ikiwa ni miongoni mwa timu zenye ukuta imara sana kwa sababu walioruhusu mabao machache zaidi ni Yanga, wameruhusu mabao 2 mpaka sasa baada ya kucheza mechi 8. Azam FC nao wameruhusu mabao 2. Lakini wanaofuatia kwa kuruhusu mabao machache ni Simba mnyama walioruhusu mabao 4. Lakini Simba ni miongoni mwa waliofunga mabao mengi kwa sababu vinara ni Yanga wenye mabao 21 mpaka sasa. Wanaofuatia ni JKT Tanzania waliofunga mabao 18, lakini wanaofuatia kwa kufunga mabao mengi ni pamoja na Wekundu wa Msimbazi Simba wenye mabao 16. Na wameyafunga mabao haya baada ya kupiga mashuti 114, ikiwa ni miongoni mwa timu zinazofika sana kwenye eneo la mwisho la mpinzani na kufanya majaribio ya kufunga. Katika mashuti haya 62 yamelenga shabaha, ila hali wao kwenye ukuta wao. Kwa nini? Ni miongoni mwa timu zenye ukuta imara sana. Simba wamepigiwa mashuti 11 tu on target. Kumbuka Tanzania Prisons wamepigiwa mashuti 37, lakini Tanzania Prisons wamecheza mechi nyingi ambazo ni mechi 13 kulinganisha na Simba iliyocheza mechi 8. Lakini matokeo yake ndipo Simba wamefunga mabao haya 16 wakiruhusu 4. Kwa lugha nyingine, goal conversion rate ya Simba, uwezo wa kubadilisha nafasi kwa mabao ni around 14%. Sasa Tanzania Prisons wanaonekana hivi karibuni wanabadilisha zaidi nafasi kwa mabao kwa sababu wamepiga mashuti machache 54 wakifunga mabao 8. Wakati Simba kwenye uwiano wamepiga mashuti mingi zaidi 114 ili kufunga mabao 16 ambayo ni around 14%. Kilichopo hapo ni kwamba Simba wanafika sana na kuongezeka kwa kina Libasegeye, Anicet Ura ambaye hutokea upande wa kushoto akiingia ndani, lakini kuna Elim Panzo Kibisala, Clatous Chota Chama, Jonathan Soa pia yupo, walinzi wa pembeni tunazungumzia Kibabage, tunazungumzia Shomari Kapombe, tunazungumzia Anthony Mligo, mabeki wao wakati wamekuwa pia wakifunga akiwemo Roshan Derok. Maana yake mechi hii ina ushindani wa aina yake, hasa kwa kuzingatia kile ambacho Tanzania Prisons walionyesha dhidi ya Namungo, lakini kile ambacho Wekundu wa Msimbazi Simba wameshakionyesha katika mechi 8 hasa kwenye eneo la ushambuliaji. Lakini pia Simba wanajua kwamba kwenye ligi kuu Tanzania bara wanakwenda kucheza dhidi ya watani zao wa jadi Yanga. Watahitaji kuwa na mwenendo mzuri kisaikolojia ili kwenda kukabiliana na Yanga tarehe 1 pale visiwani Zanzibar kwenye uwanja wa New Amani Complex. Lakini kwa Tanzania Prisons mwenendo wao wakiwa miongoni mwa timu za chini sana, maana chini wamezipiku timu 2 tu, wao wakiwa nafasi ya 14, kwa lugha nyingine nafasi ya 3 kutoka mkiani, yani timu ya 16 ya 15 wao wa 14. Watahitaji kuwa na matokeo mazuri kwa kushinda dhidi ya Simba ili wapande juu zaidi. Ikumbukwe Simba mechi dhidi ya KMC walicheza vizuri sana na kupata ushindi wa 2-0, lakini kwenye kombe la shirikisho la benki ya CRDB walishinda dhidi ya Greenland ya Kagera kwa mabao 3-0. Watataka kuendeleza mwenendo wao mzuri katika mechi hii dhidi ya Tanzania Prisons ambao nao baada ya kushinda dhidi ya Namungo, ikiwa ni baada ya mabadiliko kwenye benchi la ufundi, watataka kufanya vizuri zaidi katika mechi dhidi ya Simba. Itakuwa vipi? Ni kwenye uwanja wa Jamhuri pale jijini Dodoma. Ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.